Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya story kubwa ambayo siku ya leo imetrend sana kwenye mitandao ya kijamii ni baada tu ya msanii Harmonize kuweza kutangaza rasmi ujio wa msanii mpya katika record label ya Konde Gang. Tumeweza kushuhudia record label ya Konde Gang mpaka dakika hii tunaweza kusema hakuna msanii yoyote ambaye anaitumikia hiyo record label. Baada tu ya msanii Ibra kuondoka katika record label hiyo, basi msanii Harmonize hajaweza kufanya maamuzi yoyote labda ya kumuingiza msanii mwingine, lakini kwa sasa hivi ameona ni muda sahihi wa yeye kuingiza msanii katika record label yake ya Konde Gang. Licha ya kwamba ukiangalia record label ya Konde Gang haina historia nzuri sana katika wasanii wake, lakini tunaweza kusema bado msanii Harmonize anaendelea kupambana, lakini pia anaendelea kujifunza zaidi kutoka kwa kaka yake kipenzi msanii Diamond Platnumz, kwa sababu Diamond ndiye msanii ambaye alianzisha haya mambo ya record label. Na ukiangalia mpaka dakika hii tunaweza kusema msanii Diamond ndiye msanii ambaye anaongoza kwa kufanya vizuri katika record label yake, lakini pia kuwasaidia wasanii ambao wanaingia katika record label yake waendelee kukua zaidi katika muziki, na baadaye wasanii hao wanapoondoka wanaamua kufungua record label zao na muziki yao inaendelea kusikika zaidi na zaidi kila kona ya Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Sasa Harmonize tunaweza kuona anafuata nyayo zile zile za msanii Diamond Platnumz. Unaweza kuona amefungua record label yake, japokuwa bado hajaweza kuisimamia vizuri, lakini bado anaendelea kupambana. Sio yule msanii ambaye tunaweza kusema anakata tamaa. Harmonize ni moja kati ya wasanii ambao mara nyingi sana wanajifunza kutokana na makosa, alafu baadaye wanainuka tena na wanaamua kufanya vizuri zaidi. Na kwa sasa hivi msanii ambaye inasemekana anajiunga katika record label ya Harmonize basi ni msanii Dogo Paten. Dogo Paten ni msanii ambaye anafanya vizuri sana na ni msanii wa kizazi kipya cha muziki wa singeli, na tumeweza kuona amefanya mambo makubwa sana. Ameweza kutoa ngoma chache lakini zimeweza kuhiti kwa muda mfupi. Ukiangalia ngoma yake ya Afande ambayo amemshirikisha msanii Zuchu imeweza kufika mbali zaidi. Ukiangalia ngoma yake mwenyewe ya Ungeweza ni ngoma ambayo imefika mbali zaidi na zaidi, na tunaweza kusema Dogo Paten huenda atakapojiunga katika record label ya msanii Harmonize Konde Gang basi akafanya mambo makubwa zaidi, lakini pia Harmonize akaiona hata ile faida ya kuendesha record label, kwa sababu mpaka dakika hii msanii Harmonize anakuambia hajawahi kabisa kuona faida ya kuendesha record label, kwa sababu tu ya wasanii ambao anawapata ni kama vile ni wasanii ambao hawana juhudi katika kazi, lakini pia ni kama vile ni wasanii ambao hawapambani katika swala zima labda la kuongeza ubunifu, kwa sababu ukiangalia wasanii wa record label WCB ni wasanii ambao wana juhudi. Ukimwangalia Zuchu ni msanii ambaye ni mbunifu sana, akikaa chini akiandika mistari yake, akianza kufanya ngoma zake, ni lazima tu mashabiki watakubali hizo ngoma. Lakini kwa msanii ambaye yupo katika record label nyingine kama hii record label ya Harmonize, ukiangalia kuna wasanii wengi sana walijiunga katika hiyo record label, lakini baadaye wengi wao walivunja mikataba na kuamua kuachana na hiyo label, wengine wakiwa wanadai hakuna faida yoyote ya kuitumikia record label ya Konde Gang. Lakini pia tumeweza kushuhudia kwa msanii Ibra, yeye binafsi aliwahi kuzungumza wazi kwamba ameitumikia record label ya msanii Harmonize, lakini hajawahi hata kupata show moja ya kulipwa bilioni 1. Show zake mara nyingi anakuambia zinaanzia milioni 1 kushuka chini 800,000 600 hivi. Hajawahi kabisa kufanya show ambayo inaeleweka. Sasa tuelewe ni kitu gani ambacho Harmonize kinamsababisha afeli kwenye hili swala la kuendesha record label. Ni kitu gani ambacho basi kinamsababisha anakwama kuendesha record label vizuri na kusababisha wasanii wake wapate show nzuri, lakini pia kusababisha wasanii wake waweze kufika mbali zaidi. Unaweza kuona wasanii wote ambao wamepita record label ya Konde Gang, hakuna msanii ambaye ana mafanikio hata mmoja. Labda tunaweza kumzungumzia kidogo Ibra naye ameweza kuonesha mwanga kidogo na kuonesha mashabiki zake kwamba kuna faida ambayo ameipata pale kwa msanii Harmonize. Lakini ukiangalia
Msanii Diamond Platnumz ndiye msanii ambaye mara nyingi wasanii wakiondoka katika record label WCB wanakuwa na mafanikio makubwa. Tumeweza kumuona msanii Harmonize ana mafanikio makubwa, tumeweza kumuona msanii Rayvanny na yeye pia ana mafanikio makubwa, vile vile msanii Mbosso Khan na Lava Lava na wao pia wanaendelea kufanya vizuri katika sanaa ya muziki. Vipi kwa Dogo Paten akijiunga katika record label ya Konde Gang? Kuna makubwa ambayo atayafanya au yatakuwa yale yale ya Ibra na wasanii wengine ambao wamepita katika record label hiyo ya Konde Gang? Ngoja tusubiri. Harmonize ameweza kuahidi kwamba anaandaa maandalizi makubwa kwa ajili ya utambulisho wa msanii wake mpya Dogo Paten. Tunaweza kusema hivyo kwa sababu ndiye msanii ambaye inasadikika atajiunga katika hiyo record label. Tuchie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.